making journey of God. Safari ya kutengenezwa na Mungu. The making journey of God. Sijui kama nimeieleza vizuri. Safari ya kutengenezwa na Mungu. And ninapoongea kuhusu the making journey, ningetaka wapendwa muelewe ya kwamba ufalme wa Mungu una njia ya utendaji wa kazi. The children of God must come to an understanding. Lazima wafike katika kuelewa na kujua ya kwamba ufalme wa Mungu una sheria za utendaji kazi, na ukuwe familiarized na hizo sheria. In the kingdom of God, hakunaga I will buy God from the other side and make him manifest in this side. Bwana asifiwe. Kuna namna na njia ya utendakazi katika ufalme wa Mungu. Praise the living God. I have heard people quoting and wanasema, Bwana umesema utakuwa na mimi hadi mwisho wa dayari. Na sio injili unahubiri. He didn't say on that occasion. Alisema mwenende ulimwenguni kote mkiwafanya wengi wao wanafunzi wangu, nami nitakuwa nanyi hata mwisho wa dahari. Sasa you are praying, unamwambia Bwana ati kwa sababu ya situation ya kazi, kwa sababu ya situation ya maisha, Bwana ulisema utakuwa na mimi We don't buy God from the other side and bring him into a different situation. He can't work that way. Hallelujah. Once again, ningetaka uelewe ya kwamba we don't just ambush God ikiwa hatukuwa na uhusiano naye. The kingdom of God has procedures zenye lazima zifuatwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama tu vile ukitaka kutembelea afisi yoyote ya viongozi, lazima uwe na kitu kinaitwa appointment letter. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa wafalme wa duniani wanafanya hivyo, itakuwaje Mungu wetu wa mbinguni? Sisi mara nyingi tunaona ya kwamba Mungu, yani tumemweka Mungu kwa ile namna ya ati hanaga shida, haonagi ubaya, mpaka sasa unakosea heshima zile sheria. Bwana Yesu asifiwe. If you want to go to God and talk to him, first of all, ile kitu dhamiri yako inakuuliza, have you been in relationship with him? Umekuwa na uhusiano naye? Umepatwa na shida, sasa akili yako imekwambia the only person you can call is God. The first thing inakuja kwa mind yako, na umekuwa mbali kwa muda mrefu. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Bwana Yesu asifiwe. And you wonder, sasa nianze aje? Nianze na kutubu ama nianze namna gani? Are we together wapendwa? So ninajaribu kueleza ya kwamba ufalme wa Mungu una aina yake ya utendakazi. So that when you are praying, utajiuliza, am I praying so that am I praying according to the laid plan of God? Sometimes I hear you people praying. Nasema, Bwana, ninaomba unifanye niwe hiyo chombo ambacho ungetaka kutumia. Bwana, ningetaka unitengeneze nikuwe mtu ambaye nikihudumu ama nikifanya kazi hii unaonekana. And the tools and the courage of God comes, then you begin crying. Sijui kama mnanielewa. Immediately you call on courage. Lazima kukuje tools. Na sianze kudeal na wewe ndio ukweli kitu unataka. Are we joking when we are praying? We don't joke. We are serious, eh? So unapomwambia Bwana, ninataka niwe na upako, nikihubiri watu wanaguswa, simply unajiita garage wewe mwenyewe. You're calling yourself to a garage. Bwana anza kunitengeneza. Sasa unaanza kugongwa nyundo mahali ulikuwa umekaa kama umefura kidogo. Inapigwa nyundo, inarudishwa ndani. Mahali ambapo ilikuwa haijaenda vizuri inasuguliwa, inapigwa rangi. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ilikuwa na dent kwa sababu ya dhambi, inapigwa inarudi mahali ilikuwa inafaa. There is a making journey that God does in our lives. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaalika yule anaitwa makanika, anaitwa kwa Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Karakana ni garage. Thank you for trying. Anaitwa namna gani? Mechanic. Anaitwa namna gani?
fundi. We. Haya, walimu wa Kiswahili hawakuja kwa ibada ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Unamuita yule fundi wa magari aje atengeze gari lako. Tena unaanza kumwambia hapana, umeigonga sana hata wewe. Hii gari haikufaa kugonga, hivi umegonga mpaka umegonga. Wewe ulimuita afanye kazi, so unampa nafasi afanye. Wewe ngoja outcome. Amen. Praise the living God. Ufalme wa Mungu pia una safari ya kutengenezwa. So from today when you appear before God to pray, ask yourself if you are ready to go to garage. Bwana Yesu asifiwe. I remember there is a time I prayed and nikaambia Bwana ningetaka nikiimba watu wanaguzwa, alafu wakishaguzwa unawaponya wale, unaponya, unagusa wale, unagusa. Na wakati niliomba hivyo nikaingia kwa mtihani mingi sana, sio moja, mingi sana. Then I was asking myself, kwa nini all of a sudden mambo yamekuja ni kama yananiambushi? Nikasikia ndani yangu, you are in the making journey. What did you ask for? The anointing. When you sing people fall down, you are in the making journey. Wait until I am finished. Bwana Yesu asifiwe. Ilinibidi kukaa katika safari hiyo kwa kuvumilia mpaka wakati ambapo itakamilika. Hallelujah. Amen. Wewe umewahi kuomba nini mbele za Bwana? Umewahi kuomba nini? Umeambia Mungu unataka nini? Mimi nasikia vile mnakuwa wazuri kuomba. Upako maradufu, nguvu. Wengine hata wameomba hapa nguvu za kufufua watu. Bwana, nikifika tu mahali maiti iko, anasimama, anatembea. Do you know the making ya nguvu za ufufuo? Praise the living God. Are you ready for that making? Kwa sababu ndio ufufuke kwanza, Mungu anaweza kosi wewe ufe. He can cause you fast. Alafu ukiwa katika hiyo barabara ya mauti unaanza kukiri mambo ya kiungu. Unakiri na imani kubwa, alafu unarudishwa. Sasa unapata nguvu maradufu ya kwenda kufufua wale wengine. Are you ready to that making journey? That is what I came to ask you today. Sababu kila kitu Bwana anaweka ndani yangu, ninakutaka kuuliza. Are you ready in that making journey? If you want to go into a making journey, then be ready and don't cry. Unakuwa tu tayari. Wacha Bwana atengeneze mpaka amalize. Mimi tangu nijue siku hiyo ninaombaga saidi niko tayari. Nikikuja hapo niseme Bwana, ninataka uniinue katika mji huu wa Nakuru, nihubiri injili kwa watu wote. Hata wakati tulikuwa tunaongea kuhusu kushika Kaptembo mzima. Bwana alifanya nitembee Nakuru mzima nikitafuta kazi na squati. Naenda huku mpaka najiambia na yeye nimetembea town. Naenda huku nikiwa katikati nikajiuliza ni nini kinaendelea lili. Bwana akanikumbusha, ulisema unataka. Nikaanza kukiri, nikitembea na itangazia, nikitembea barabara hii na itangazia, nikitembea ile nyingine na itangazia. Alafu Bwana alipomaliza akanirudisha polepole na akanibariki. Sasa ningetaka nikuulize, which making journey are you in today? Hallelujah. Amen. And what did you pray before God? Because maombi hayaendagi bure. You see, mara nyingi tunakotiki hii verse. Maombi hayaendi bure wakati unataka mambo ya kufanyikia vizuri. Lakini hausemi maombi hayaendi bure wakati ulikaribisha Mungu akutengeneze. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo hainaga appeal. Ni aidha umalize utokee vizuri ama umalize utokee vibaya, ungojee kurudia mtihani. Hallelujah. Hebu tuangalie katika neno la Bwana kwa sababu ninaweza kukaa hapo kwa muda. 2 Timothy, nataka tuchukue kutoka kwa maneno ya Paulo kwanza, alafu kisha baadaye tutaangalia vile Mungu anavyosema. 2 Timothy chapter number 2 and verses number 1 and number 2 and number 3. Ningetaka tusomewe kwa lugha ya Kiswahili mpaka namba 4. Ukiwa nyumbani utasoma kuendelea. But give us verses number 1, number 2, number 3, number 4. 1, 2, 3, go. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Verses number 3. Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Kiswahili. Basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi. Hayo huwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna atugaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia, ili apendeze yeye aliyemwandika awe askari. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alikuwa anazungumzia Timotheo maneno haya kwa sababu alikuwa anamruhusu Timotheo sasa asimamie kanisa. Praise the living God. Haya alikuwa mashauri ambaye alikuwa anampa Timotheo kwa sababu huyu Timotheo alikuwa baadhi ya wana wa kiroho wa Paulo. Amemlea, ametembea naye, amefanya naye maombezi, amehusika naye kwa mikutano mingi. Sasa amefika mahali anampa full mandate, anamcommission aende akasimamie kanisa. Praise the living God. But this time Timotheo alikuwa bado kijana. Praise the living God. So anazungumza naye, ni baadhi ya mashauri tu, ukisoma hapo ni mengi unapoendelea. Lakini anamwambia, mwanangu, so first thing ana recognize na kutambulisha kwamba indeed kupitia vile tumeishi na wewe, vile ambavyo tumetembea, you qualify to be my son. Hallelujah. That is the first introduction. You my son. No one can call you my son except umepitia katika kila area ambazo zinakuqualify kukuwa a son. Praise the living God. Hakuna mtu anaweza kuwa mwana kama haujapitia sehemu zote. Umepitia katika maeneo yote ambaye baba ama mama ameyapitia. Umeyapitia yote. Umekuwa naye wakati wote. Then una qualify kwa, you see, kukuwa mwana, kukuwa binti, sio tu kwa sababu ulizaliwa. Kama ni hivyo basi mimi nina watoto wengi sana wa hii dunia. Wengi sana. But one does not come a child just because you have given birth to him or her. But because he has completed all areas, akitembea pamoja na wewe, akivumilia pamoja na wewe, mpaka sasa umefika mahali, sio wao wanasema, the father says, this is my son. Praise the living God. So sikia hii introduction. Anamwambia ya kwamba, na wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyoko ndani ya Kristo Yesu. Be strong. Hallelujah. Be strong. In another way, the word being strong is to say, don't fail in a certain process. Usizimie kwa aina fulani ya process. Uwe hodari katika, na unajua kukuwa hodari, unakuwa hodari wakati mambo ni mazuri na wakati mambo ni mabaya. Praise the living God. Kwa sababu in the kingdom of God, wacha nikupatie leo, najua haujawahi jua. In the kingdom of God tunakuwa hodari wakati mambo ni mazuri, kutangaza kwa watu wote wajue jinsi Mungu wetu alivyo. You use your testimony to declare to people who God is. Na unatangaza ukiwa mhodari. Angalia, nilikuwa sina but my God. Unakuwa na ujasiri. Unakuwa shupavu kutangaza. Na wakati mambo sio mazuri, you stand in the gap to declare what your father is. And that's
why hata wakati wa Joshua aliambiwa uwe hodari. Bwana mwenyewe alimwambia be strong and courageous. Praise the living God. So anamwambia uwe hodari, lakini hii hodari unapatikana katika neema iliyoko ndani ya Kristo Yesu. In the grace. Praise the living God. That being strong, for you to be strong, you can only do that when you are in the grace of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. So anaendelea na kusema, anasema mambo yote mliyosikia nikisema mbele ya watu wengi, hayo yakabidhi. Nao anamuonyesha njia ya kulea. Yale mambo yote mmesikia nikisema kwa mashahidi wengi, yachukue hayo, patia Brian. Chukua hayo, patia Agri. Chukua hayo, patia mama Gift. Chukua hayo, patia mama Damaris. Chukua hayo, Gift. Bwana asifiwe. Kwa nini unanipotea? Unachukua hayo, unapatia yule mwingine. Praise the living God. Uaminie hawa watu, nao wakiaminiwa wanayapatia na watu wengine waaminifu. That is how the church should grow. Au pewi na unaweka, unapewa, unaweka, unapewa, unaweka, unapewa, unaweka, alafu unatembea unasema mimi niko nazo mingi. Unapewa na wewe unatafuta mtu mwingine mwaminifu na wewe unapatiana. That is how the kingdom of God expands. Praise the living God. Amen. Alafu anarudi verse number 3 kwa sababu hiyo ndio nataka uangalie sana. Nasema join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Ushiriki pamoja nami katika mateso yangu kama askari mwema. Bwana asifiwe. I thank God kwa sababu Paul alikuwa anasababisha mtu aone the toughest side, because the kingdom of God has a lot of toughness. Anamwambia ushiriki mateso pamoja nami kama askari mwema wa Kristo. That is to say, when you go into this ministry, you will encounter many challenges. Utapitia mateso mengi. Wengine watademand mambo ambayo haukusikia kutoka kwangu. Wengine watataka waelewe mambo ambayo mimi sikusema. You need to endure suffering together with me. Praise the living God. Utaenda kuhubiri na hauna chakula. Utaenda kuhubiri na watu hawatakusema vizuri. Utaenda kuhubiri, wengine watakuongelea vibaya. But shiriki hayo mateso na mimi kama askari mwaminifu wa Kristo Yesu. Praise the living God. Amen. Anarudi anamwambia, maana hakuna askari ambaye anahusika katika vita kisha baadaye anajihusisha na mambo ya kawaida. Anafanya hivyo ili ampendeze yule ofisa. So alikuwa anajaribu kumwambia namna gani? Hii kitu ninaweka ndani yako, by no means utaiacha. You will continue with it all day mpaka siku ile Yesu atarudi. Ukijihusisha na mambo mengine hautakuwa ukinipendeza. So the father who is still there, either he is alive or dead. Mbili mwingine akasema walikosana na baba yake wa kiroho, alafu walipokosana na baba yake wa kiroho akasema hataki chochote kuhusu baba yake wa kiroho. Wakati alisema hivyo, baba yake wa kiroho akajaribu kumuita ndiye amzungumzie, akakataa. Akamwambia baba yake wa kiroho, akatuma askofu mwingine akamwambia, nenda mwambie mimi sina chochote kuhusiana naye. Baba yake wa kiroho akamwambia, kama hivyo ndio umeamua basi uko peke yako, you are on your own. Kutoka hapo ndio mlango wa adui ulifunguliwa vizuri. Alikimbizwa, alikuja na magoti kwa baba yake wa kiroho. Bwana asifiwe. There is a process of making. The reason why Paul alikuwa anamwambia Timotheo, alikuwa anajaribu kuonyesha you need to endure a process of making. Praise the living God. Wakati ambapo ninakuasha ini katika kazi ya Mungu, ama ninakuonyesha vile ambavyo kazi ya Mungu inafanywa, I must tell you the tougher side of it, because I carry the testimony. Ninajua vile ilivyo. Praise the living God. Pastor Washuka will tell you
Wakati nilikuwa naanza ministry, picha ya wakati huo na wakati wa sasa they are totally different. Totally different. Wakati huo nilikuwa nakaa kama waya ina. Many of you don't know Mama Damaris. Praise the living God. Hallelujah. But that was the process of making. The reason why lazima tupitie process ya making, it is because of that God has deposited in you. If you are carrying gold, the taste of you with those who are carrying wood is not the same. Bwana swear, ikiwa ndani yako umebeba dhahabu, process ya kutengenezwa kwako sio sawa na ya watu wa miti. So usikae hivi ukasema, na kwa nini ule alienda hivi? Kwa nini Bwana huyo ulimfanyia hivi na mimi? The processes are not same. Praise the living God. The more precious the gift that God has given unto you, the tougher the price. Amen. Praise the living God. Kuna watu katika huduma, katika hii kumtumikia Mungu, they tasted death. There's a time I tasted death. Madam Arisno, you were there. I tasted death. Then come alive. And then I handled the work. Bwana Yesu asifiwe. Ninajaribu kuonyesha there is a process of making. Unatengenezwa uwe kile ambacho Bwana ameweka ndani yako. When you come closer to God, unapomkujia Bwana, unakuja karibu na Bwana, kuna kitu ana deposit ndani yako kulingana na uwazi na matayarisho ambayo umefanya kwa moyo wako. Na vile umetayarishwa, anaweza kukuangalia aone you are fit to restore Kenya in 2022. So by that 2022 maybe kutakuwa na changamoto ya uchumi. So he has to fit in you a system that will handle 2022 with a tough economy and yet preach the gospel. Praise the living God. Hallelujah. A process of making. You undergo that process of making. Ukimaliza vizuri, upako watu wanauliza ulitoa wapi? Wewe uliwezaje kufanya hivi? It is because you endured a process of making. So Timotheo anaambiwa hivi, ninakupatia nafasi ya kwenda kusimama na kuwaongoza watu, lakini uvumilie taabu. Vumilia taabu. Kwa sababu taabu ziko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Taabu ziko. Vumilia taabu kama askari mwema wa Kristo Yesu. Praise the living God. This process of making inaweza kunifanya nijue ni nini Mungu ameweka ndani yako. Shida ni kwamba watu wengi huwa wanatoroka hiyo process of making, wanajiondoa. Unajitoa karakana, taa moja imetolewa, umesuguliwa huku, umepakwa rangi tofauti, alafu unasema sitarudi huko tena. Mimi nimejitoa hiyo maneno. Na unatafuta shortcut, alafu unakimbia huko. Akwambia kuja basi kumalizie tu basi ndio uonekane vizuri. Kuja basi hata tupitishe rangi tu basi. Alafu unarudi unasimama pale kando, rangi inapitishwa chwa, alafu unaenda. Sasa baadaye tena unasema Bwana, kwa nini sifanyiki ile kitu nasikia ndani yangu? Nakwambia rudi pale kwa kana au kumaliza. The process of making. Kuna wakati nilitoroka kidogo huko kwa karakana, alafu nikarudishwa. The process was to go about 2 years. I ended up running with 1.5 years. Kwa sababu you know that. Kwa sababu ya vile hali zilikuwa ngumu, and I said, let me focus on my life. I want to be, nataka kuwa mtu wa kawaida. Nikatoka huko. Then God gave me another 2 years. Mzuri clean. Nikisemaga Bwana, maliza kazi yako. Praise the living God.